بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على أتقى الخلق أكرمهم وأبرهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamdu, katika mwendelezo wa darsa yetu tunaendelea na somo tulilolianza jana kunako masala ya udhu, ambapo ni sehemu katika mlolongo wa masail at-tahara, mambo ya tahara. Jana tuliangalia maana ya udhu na hikma yake na hukumu yake, kisha tukaangalia dalili ama ushahidi wa uwajibu wa swala hili la udhu, na mwisho tukatazama masharti ya udhu. Leo kwa idhini yake Allah tutaangalia nukta mbili. Ya kwanza ni furudhuhu ay a'dha'uhu, faradhi za udhu au vile viungo vinavyokoshwa wakati wa kutawadha, na mwisho sunanuhu, tazama zile ambazo ni mustahabu, sunna ambazo zapatikanwa katika kutawadha. Tuanze kutazama faradhi za udhu. Walillahi alhamdu, katika aya iliyotanguliza mwanzo ndiyo imetaja faradhi zote takriban za udhu. Aya ya 6 ipatikanayo katika sura ya 5, suratul Maida. Aya ile imetaja takriban 6 miongoni mwa faradhi za udhu, au 4, lakini katika uchanganuzi nafika paka 6 tutaziona. Jambo la kwanza lilotajwa ghaslul wajhi bikamilihi, kukosha uso kwa ukamilifu wake, na hii ni kauli ya Allah katika aya hiyo iliyotangulia mwanzo: idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum, pindi mnaposimama kwa ajili ya kuswali kosheni nyuso zenu. Na katika udhu, katika kukosha uso inaingia hapo pia almadmadatu walistinshaq, kusukutua na kupandisha maji puani na kuyatoa, lianna alfama wal anfa min alwajhi, kwa sababu kinywa na pua ni sehemu ya uso. Hilo la kwanza. La pili, ghaslu liyadaini ila almarafiq, kuosha mikono miwili mpaka katika viwiko viwili au viwiko.
na hayo ni kauli ya Allah isemayo wa aidiyakum ila almirfaqain, na kosheni mikono yenu mpaka katika viwiko viwili au vifundo viwili vya mikono. 3, mashu ar-ra's kullahu, mashu ar-ra's kullahu ma'a al-udhnayn, kupaka kichwa chote ama kupangusa kichwa chote kwa maji pamoja na masikio mawili. Na upangusaji inakuwa ni hivi, unafanya hivi paka mwisho, alafu unarudisha mbele. Na wakati unafanya hivi unatia vidole vyako, kidole gumba hivi katika masikio yako au matobo ya masikio yako. Kisha baada ya hapo vidole hichi cha sababa au cha shahada kinazunguka nje ya nini, ya masikio yako. Manake ni hivi, ushafika huku unamalizia hivi. Huo ndio upakaji mara moja tu. Allah anasema wamsahu biruusikum, panguseni vichwa vyenu. Wa qawluhu, na kauli ya mtume isemayo al-udhnani min ar-ra's, masikio mawili ni sehemu ya kichwa. Fala yujzi'u mash ba'du ar-ra's duna ba'dihi, kama masikio ni katika kichwa basi haifai kukosha kichwa peke yake, sehemu ya kichwa ukaacha baadhi ya maeneo masikio na kadhalika. Ijapokuwa kuna baadhi ya wanazuoni wanasema yajuzu kupaka sehemu ya kichwa, ukapaka tu hivi. Wa qawli mashu wamsahu biruusikum ay bi ba'd ruusikum, sehemu ya vichwa vyenu. Ni kauli baadhi ya wanazuoni wanasema, lakini kauli yenye nguvu, kauli jamhuri, ni kwamba kupaka kichwa kizima, kupangusa kichwa kizima. Jambo la 4, ghaslu rijlaini lil ka'baini, ni kuosha miguu miwili paka kwenye kongo mbili, vifundo viwili au macho ya miguu yale. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum il ka'bain, pia hili ni kwa mujibu wa kauli ya Allah mtukufu isemayo na muoshe miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili au macho mawili ya miguu yenu au vifundo vya miguu yenu. La 4, la 5 baada ya la 4, at-tartib, kupangilia. Lianna Allah ta'ala dhakarahu murattiba, kwa sababu ile aya tuliyoisoma, aya 6 sura ya 5 Maida, imepangilia vile viungo vya kukoshwa, ikaanza uso, mikono miwili, kichwa, kisha miguu. Kwa hiyo tunapata utaratibu ule, inapatikana faradhi nyingine ya kupangilia katika kutawadha. Haitojuzu mtu aanze uso, aanze mikono yake kabla ya uso, au aanze miguu kabla ya kichwa, au atoke usoni aende kwenye kichwa, arudi tena mikononi, aende miguuni. Hivyo haitofaa. Kwa hiyo at-tartib ni sehemu ya nguzo ambazo zinapaswa zingatiwe wakati wa kutawadha. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tawadha aidan, vile vile alitawadha kwa mujibu wa mpangilio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika Qur'an. Alwajhu, alianza na uso, faliyadaini, kisha mikono miwili, farrasu, kisha kichwa, farrijlaini, kisha miguu miwili, kama warada dhalika fi sifati wudhuihi sallallahu alayhi wasallama, kama livyothibiti hilo katika mtindo wa udhu au wa kutawadha kwake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fi hadithi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa ghairihi, katika masimulizi ya sahaba Abdullah ibn Zaid, Allah amuiradhi, na masimulizi mengineyo ya masahaba wengine pia au hadithi zinginezo. Jambo la 6 na la mwisho katika faradhi za udhu, almuwala, ni kufululiza. Baadhi ya vitabu wanasema huwa ghaslu alwud', ni kuosha kiungo kabla ya kiungo cha nyuma yake kukauka. Maana yake uoshe mkono wako wa kushoto kabla ya mkono wa kulia hujakauka maji, ndio almuwala,
kufululiza. Kwa hiyo usikatishwe. Bi an yakuna ghaslu alwudhu aqiba alladhi qablahu mubashara biduni ta'khiri, iwe kuosha kiungo iwe ni baada ya kile chokuwa kabla yake moja kwa moja pasina kuchelewesha. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawadda mutawaliya, alikuwa nabii rehma na amani juu yake akitawadha mfululizo. Wali hadithi Khalid bin Mi'dan, na hadithi ya Khalid mwana wa Mi'dan anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwamba nabii rehma na amani ziwe juu yake anasema Mi'dan, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, yusalli, akiswali, wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham, akiswali hali ya kuwa nyuma ya kisigino chake au nyao yake kuna kama kijishilingi. Lam yusibha alma, kishilingi hicho au kisehemu hicho hakijafikiwa na maji. Fa amarahu an yu'ida alwudu'a, mtume akamwamrisha yule mtu arejee udhu wake, yani atawadhe upya. Falau lam takun almuwalatu shartan la amarahu bighasli ma fatahu, anasema laiti singekuwa kufululiza na kufatanisha katika kutawadha si sharti la udhu, si sehemu ya faradhi, basi angemwambia tu, bwana ndugu yangu, kwa sababu katika mguu wako kuna sehemu haijafikiwa na maji, ngambia osha mguu wako peke yake. Lakini akamwambia nini? Anza mwanzo kutawadha, kwa sababu ashakaa muda mrefu kati ya kutawadha kwake mpaka anakuja kuonekana kwamba nyuma ya nyao yake au siginoni hakuna maji, hayajafika. Moja ikawa hapa akamwambia nenda katawadhe, kaanze mwanzo. Ingekuwa si kufululiza ni sharti au ni sehemu ya faradhi za udhu, akamwambia hemu kaoshe mguu wako pale nyuma ambapo pamebakia. Kwa huu ni ushahidi ambao hutumiwa na wanazuoni kwamba ni jambo ambalo la lazima na faradhi kufululiza katika utekelezaji wa ibada ya kutawadha. Hayo 6 ndiyo mambo ambayo ni faradhi katika kutawadha.